Sasa basi, kuna dalili zote za figo mwanzo kumia? Hakuna hata hiyo moja hutojua. Lakini ikishaendelea kumia, sasa kuna dalili zingine utajua. Jambo la kwanza, unisikia choka. Sisi haji in that order, yani katika dalili tunastadi tu kwa hesabu. Sikuwa tukuja hii mwanzo afu hii yani kuchoka. Usikatoa choka, mimi nachoka tu usikize kama zamani bwana. Wacha kusema sasa swala zito sema ni uzee. Hebu pima. Kuchoka wakati wowote ama usiku ama asubuhi. Usikonchoka tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Leo Halal Charity TV tuko na mgeni wetu ni daktari, na si daktari wa kawaida, ni daktari bingwa. He is a consultant, he is a specialist wa maradhi ya figo, maradhi ya kidney. Kwa muda huu mchache, kwa nguvu za Allah, inshallah atatuelezea kuhusu haya maradhi. Daktari, karibu na introduce tafadhali. Shukran, jazakallahu khair. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fursa kama hii kukutana, labda nijitambulishe kidogo. Jina langu naitwa Ibrahim, Dr. Ibrahim Abdul Muhammad. Mimi ni physician na mtaala na kidney specialist, nephrologist. Kliniki yangu iko Aga Khan Plaza pale, ikioperate chini ya jina Dr. Okanga Associates. Lakini siku nyingine pia na clinic mara moja kwa wiki hapa Premier Hospital, na siku nyingine pia na clinic mara moja kwa wiki Pande Hospital. Na nasimamia idara mbalimbali ya mambo ya dialysis ya figo. Pande Hospital, Premier Hospital, Nephromed. Premier Hospital iko Ganjoni, tunajua Pande tunajua kwa wapi. Nephromed iko Ganjoni. Pia na simamia Mefi Kilifi, huwasimamia kuangalia wagonjwa wao wa dialysis, na Taufik Malindi. Na pia hufika mpaka wengine Mpeketoni chini ya kampuni ya Nephromed kuangalia wagonjwa wa dialysis angalau mara moja kwa mwezi. Kufupi hiyo ndio daktari. Shukran daktari. Pengine tungeanza kuelezea watazamaji wetu figo ni kitu gani na kina umuhimu gani katika mwili wa mwanadamu? Subhanallah, swala zuri na muhimu sana. Mimi kusema kama daktari wa figo nasema hakuna kiungo muhimu katika mwili kama figo. Ijapokuwa specialist wa moyo atasema hakuna kiungo kizuri kama moyo, lakini mimi nasema tena figo hakuna kiungo kizuri kama figo. Figo tunajua, tunaona mara nyingi tukitazama mbuzi tunaona zile figo zake zilivyo. Ni kiungo ukiona ilivyo umbile lake kama ile haragwe, bean shaped. Na mwenye nyingi iliko kwenye mwili iko haiko wasema na mwana figo haiko mbele hapa. Iko nyuma huko. Kama ule uti wa mgongo na ile mbavu zinazoshikana pale, hapo ndio figo za kazi. Na watu kwa mbili, mmoja upande wa kulia, mmoja upande wa kushoto. Na ya kulia kawaida, figo la kulia kawaida kidogo liko chini kuliko ile la kushoto. Unaona? Kwa sababu gani? Sababu kuna ini upande wa kulia. So Allah ameumba kidogo iko chini kushinda la kushoto. Alafu size yake ni baina sentimita 9-10 sentimita mpaka 12 urefu. Unene wake sentimita 3 na upana wake sentimita 6. Yani ukiangalia ushaona ile mouse ile ya kompyuta ile size kama ile. Ndio kifupi size ya kila figo moja. Gramu zake ni kama gramu 150 mpaka 170 tu. Si kitu kizito. Kwa sababu nitaja haya kwa sababu ukiona kazi yake ni nini, utamtambua Allah Subhanahu wa ta'ala kwa yani wallahu khairul khaliqin. Shona ahsanul khaliqin. Figo hii kazi yake ilivyoumbwa ina system ya figo lenyewe halikutundikwa juu kwa juu peke yake. Nimekaa hapa. Lakini kwa sababu ya kazi yake iko na mishipa ya damu kupeleka damu na ingine kutoa damu, kurudisha damu,
artery na vein, alafu na pipe ya kutoa ambao uchafu mkojo wateremka kwa figo mpaka ile chini kwa kibofu cha mkojo kuhifadhi mkojo. Kutoka hapo alafu ndio kiweze kutoka mkojo ukitoka nje. Kwa hivyo hiyo ndio urinary system nzima. Figo, ureter ambao ni pipe kutoka chini, kibofu cha mkojo, alafu na njia ya mkojo tu urethra. Hiyo ndio system yake. Kila figo moja ina vichungio. Kazi ya figo ni kuchunga damu, kufilter ile damu. Ina vichungio milioni 1 takriban. Figo moja na vichungio milioni 1 na pili milioni 1. Subhanallah. Kwenye kidude kidogo vile milioni, kwa hivyo tuna vichungio milioni 2. Mwanadamu kawaida damu yake ina lita 5 kwenye mwili wake. Lita 5 kwa 5.5 mwanadamu anao. Wanawake kidogo au kidogo damu yao, kiwango cha damu yake ni kidogo. Na hii damu yapelekwa kwa siku mara 400 kwa figo isafishwe. Yapita kisafishwe. Na kwa takriban damu lita 1700 zapita kwa figo kwa siku moja. Lita 1700 zapelekwa kwa figo ndio kusafishwa siku nzima, 24 hours. Si kazi ndogo. Imagine una pump ya kufilter hivi ni kwa kidude kidogo size hii, alafu gramu yake ni kidogo hivi. Si kazi rahisi. Hata mzee kompyuta fanya kazi hiyo, mambo si rahisi. Allah utanakazi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikifanya hivyo inatengeneza, nataka utengeneze mkojo angalau lita 1 mpaka lita 2 kwa siku. Sasa basi tukiangalia hizo vichungio hivyo milioni 1 vikipangwa hivyo, unajua kina kama kikombe chake afu na tube yake ndogo inayo. Zikipangwa hivi kwa mstari, zipangwe hivi, zishikanishwe moja baada ya moja. Unajua urefu wake ni ngapi? Ni kilomita 16, 16 kilometers. Kwenye figo moja. Figo mbili. 16 kilometers. Ni 16 kilometers wapi? Kutoka hapa mpaka Coast General. Toba ndio kama 16 kilometers. Yaani ziunganishwe hivi. Allah ametia zote akazifia chapa katika kwenye figo. Ndani ya mwili wetu. Ndani ya mwili wetu. Mashaallah. Hii kwa utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni kiungo special, na Allah anavyoomba, yani subhanaka ya Rabb, ndio Allah akasema kwenye Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Unaona? Na kwenye nafsi zenu basi hamuoni. Unaona? Hamuoni vile Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akasema Ar-Rahman khalaqa al-insan. Ameapa jina lake Ar-Rahman, akainganisha na khalaqa al-insan. Akamwanadamu, mwanadamu tunao galaksi moja ndogo tu. Mwanadamu kilo ngapi? 65 70. Todo vidude gramu 300. Angalia kazi yake anafanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaangalia kazi yake iko vipi. Sasa basi figo yafanya kazi gani? Figo ina kazi nyingi. Tutagusia baadhi yao kidogo hapa. Ya kwanza tufahamu mwanadamu yuala chakula. Kutoa uchafu. Chakula kikisagwa vile uchafu utengenezwa. Ule uchafu utolewa vipi? Kuna njia mbalimbali muda wa uchafu. Moja wao ni figo ambao utakwendea mkojo. Nyingine matumbo kwendea choo. Nyingine ya kutoa uchafu detoxifying maini. Nyingine ni mapafu, pumzi ile kutoa uchafu. Na nyingine ni majasho. Hizi ni njia mbalimbali ya mwili kutoa, lakini leo tunazungumzia habari ya figo. Ambao kazi yake moja ni kutoa uchafu kwenye mwili. Ngoja sema uchafu huo utoka wapi? Sio la chakula jamani. Wafikiri chakula chote tunachokila ndio chaingia ndani ya mwili. La. Chakula inahitajika zile wasema nini zile maakulat. Si maakulat, wasema nini nutraceuticals. Tasemaje kwa Kiswahili? Zile nutrients, lishe. Zile lishe zilioko ndani ya muhimu katika chakula hutolewa, ziada uchafu na hutupwa nje. Na ikifanya kazi mwili kawaida hutengeneza uchafu. Jambo moja muhimu ambao uchafu atengeneza ni kwamba misuli yetu. Mwanadamu kawaida ataharaka. Mwili wetu jaa misuli, tembea, kaa, kuangalia hivi, misuli. Misuli ikifanya kazi huvunjika zile seli zake, uhitaji kitu uchafu inaitwa creatinine kutengenezwa.
Fikra ni uchafu, ni sumu. Na urea ni sumu hizi. Zatoka kwa ule utendakazi wa mwili. Alafu creatine ikipanda juu, nataka figo itoe. Ikikaa zaidi figo ikifeli, hii sumu inapanda juu, ndio mtu anaathirika. Na kwa mwanadamu gani hatembei? Mwanadamu gani hali kwa kwenye chakula, kwenye harakati zetu. Usumu zitengeze. Mbali na sisi tengene tunasumu wenyewe. Pengine tunasumu wenyewe ama sifu. Tuana la kitu kibaya ambacho kudhuru na saidiwa na figo kutoa. Hiyo ni moja katika kazi yake. Jambo ya pili yafanya ni maji. Kumbuka asilimia 60 mpaka 65 ya mwili ni maji. Maji yakiwa mengi uliathirika. Kazi ya figo ni kucontrol hiyo maji. Fluid balance. Fluid balance ya mwili ni kazi ya figo. Ndio tunaona kuna maji mengi ukojoa kila mara. Mtahama hivyo. Ushule maji na mkojo wako wapungua, hata rangi hubadilika. Tunaona. Sababu gani? Kazi ya figo ni kucontrol haya maji. Yake excess ni shida, yake kidogo ni shida. Kiungo hicho kimoja kazi yake nyingine ni kucontrol haya maji. Ndio utaona saa nyingine watu figo zikiumia, hali yake mbaya sana, hufura mwili watu. Sababu haitolewi, hakuna control. Na figo kazi control hiyo. Kazi nyingine ya figo ni kubaka balance kwa mizani madini ya mwili. Madini mengi sana katika mwili wetu. Madini mengi, moja kwa mfano ni sodium. Chumvi inakula. Kuna sodium nyingine ya potassium, chumvi nyingine ya potassium. Pia kazi yake control. Chloride kazi yake control. Control maana ikiwa nyingi kudhibiti ikiwa nyingi yatolewa, ikiwa kidogo yazuiliwa. Sodium na chumvi potassium ni muhimu katika mwili mzima. Upande wa nerves kufanya kazi, upande wa mishipa damu kuzunguka, upande wa misuli kufanya kazi. Yani alhasil bila chumvi ya sodium na potassium katika mwili zikitoka to balance, mwili wote ubadilika. Kwa huna balance. Si balance kutembea. Ndani ya mwili, mpigo moyo utaharibika, ubongo utafanya kazi, afanye kazi. Ikiwa chumvi nyingi, bongo anaenda koma. Kama kidogo, unaenda koma, fahamu utapotea. Ushafahamu? Maki chumvi ya control maji pia. Potassium yake zake nini? Matumbo, tembeaji matumbo. Tumbo akifungana. Potassium kazi yake nyingine nini? Nerves. Utaona zingine nyungu ikiwa juu, mtu ana paralyze, hawezi kufanya kazi kutembea, paralysis. Nyingine potassium kazi yake moyo. Piga moyo rhythm ya sawa. Ikiwa juu, yapigana, haina mpigo wa moyo. Kwa hivyo damu ni kama imeshinda kapige moyo gia juu alafu chini. Pap pap. Inafanya hivi. Damu itazunguka vipi? Wafa sasa hapo. Nini ya control hiyo? Allah amejalia kazi ya figo mfanya control hiyo. Ndio nikasema kiungo muhimu kama tunaona ni figo moyo ina control kufanya kazi ya moyo, wa ubongo, wa mishipa, wa misuli na mbalimbali. Nyingine basi. Kwa kutumia hiyo sababu chumvi na maji ina control blood pressure. Blood pressure ya mwanadamu, figo kazi yake ni kucontrol blood pressure. Inaekele control pressure yake ya mwili kulingana maji kiasi gani yako katika mwili na chumvi katika mwili ina control vile, hence pressure yako inakontroliwa. Kuna mtu mmoja shida ya ugonjwa wa pressure, huambia punguza chumvi, punguza hivi, unaona sababu gani? Fiakti ule chumvi kwa nyingi na pressure juu. So figo kazi yake ni kuhakikisha na chumvi haiko zaidi, ikiwa chumvi kidogo pressure inaenda chini. Tuko pamoja. Pia kwa sababu ya maji, ikiwa figo ikitoa maji mengi, pressure inaenda chini. Ikibakisha maji, pressure panda juu. Subhanallah. Allah subhanallah. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin tusema. Jengine haitoshi hiyo bado pressure. Na pressure ni muhimu. Pressure manake unajua pressure ikiwa iko juu inadhuru viungo ngapi? Moyo wenyewe unaathirika, ubongo unaathirika kwa stroke. Unajua hiyo pressure. Kidini yenyewe pia figo yenyewe. Na figo yenyewe pia yaumia. Unaona? Sasa basi kwa kusema mwili mzima kontroliwa na hiyo figo tu. Figo pengine basi. Bali kwa na pressure. Si kila nchi hii, rafiki ndugu yangu unajua una mashallah kwa halal supermarket pale. Lakini bidhaa zafikaje kwako? Transport. Lori chukue kwa industry kule napotengenezwa lete mpaka huko, lete mpaka hapo kwako. So supply ya transport system ya mwili nini? Damu.
Figo ina control damu, haswa red blood cells ambao kazi yake ni kubeba oxygen. Bila hiyo oxygen kwenye mwili haufanyi kazi. Naam. Sasa hii figo yatengeza hormone fulani inaitwa erythropoietin. Kawaida hizi chembe chembe nyekundu za uhai, red blood cells, zaishi miezi 3 mpaka miezi 4, au zimechoka, Allah anasema zinaritaishwa, zile zatolewa, zile nyingine mpya zitengezwa wapi? Kutoka kwa mifupa. Lakini mifupa hawezi kufanya hivyo mpaka itumwe salamu, atumwe messenger ambaye atakuwa na figo, aende kwa mfupa, tengeneza zingine. Hizi zisha expire, hizi shatolewa, hizi ile system ya kutoa shatoa, ile ya kutoa yatoa, toka kazi yake atoa system, nao ni wengo, natoa ile old system. Sasa inategemea figo na replace, ipe instructions mfupa replace. Sasa isipokiumia figo, ndio kuona watu figo damu yao itapungua. Mimi lakini damu yapungua ovyo ovyo, msijui kwa nini. Siko kwamba unapoza damu pahala, ile system inaendelea kuondoa ile red blood cells za mzee, lakini hakuna mpya zinazotengenezwa. Sehemu ya figo kutengeneza damu. Kazi nyingine ya figo ni mifupa na misuli. Niambie wewe somo gani mnajathirika mpaka sasa? Mifupa na misuli yafanya kazi kutengeneza na calcium. Madini inaitwa calcium. Na calcium hii kwa hakuna misuli ambayo itafanya kazi hata wa moyo kupigana kurelax ni calcium. Sikupiga tu, kufinya na kurelax. Kucontract na kurelax. Kupinda na kurelax. Hiyo ni calcium muhimu kwani. Na kazi yake yeye ni ya control calcium. Vipi? Kuna vitamin D. Tupata kwa jua, tunajua. Baadaye iende kwa ini pale itengenezwe vizuri, alafu final stage mpaka ipelekwe kwa figo ifanywe active, ifanye kazi. Isipopelekwa kwa figo ile vitamin D haifanyi kazi, kwa inactive. Inatolewa. Inakaa tu sasa chote, kazi yote. Na inatolewa kwenye system, ndio kweli yako. Shaona? Isipokuwa active sasa vitamin D, kazi yake ni vitamin D muhimu wake active. Kazi ya vitamin D ni kwenye chakula chako kila calcium, itukule calcium iingie ndani matumbo, iingie ndani ya damu. Vitamin D hakuna calcium tofauti kiasi gani haingii ndani ya mwili. Tunapunguza calcium. Kwa calcium haya misuli, cramps, waumwa, nerves zifanye kazi, kuchoka, kizunzi, calcium. Ushafahamu? Naam. Mbona hivyo mifupa inazona calcium? Mifupa inakuwa dhaifu. Ndio utaona figo zikumia, sababu calcium ni muhimu kwa mwili. Utaona mwili wenyewe utavuta calcium kutoka kwa store yake, mifupa na misuli ivute ingie kwenye damu. Maki calcium ni muhimu kiasi fulani meko. Na utaona kitu kingine tu parathyroid hormone iko hapa ndio jaribu kufanya kazi hiyo. Shafahamu? So muhimu kwa misuli da mfupa, na of course calcium sio tu. Calcium ina kazi pia moja ku control gates fulani za kuingia vitu fulani kwenye mwili na nini. Yani subhanaka ya rab, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kitu kingine yafanya figo ni control acid, kiwango cha acid ya damu yetu. Kiwango cha acid ya damu yetu, kuna kiwango fulani nataka damu yetu ina acid kiasi fulani imewekwa hivi. Ikiwa zaidi ya pale ni hatari mbaya, na ikiwa chini 7.35 to 7.45, a difference of 0.1. Difference of 0.1 range yake 7.35 mpaka 7.45. Hiyo ndio normal pH, acidity ya mwili. Sasa kazi ya figo ni kucontrol hiyo pia. Figo kiumia, acid ikiwa nyingi, total confusion, ubongo ufanyi kazi, moyo hauji kupiga, navurugika. Nafikiri mpaka sasa tunakubaliana figo muhimu wake, umuhimu wa figo mpaka sasa. Na nyingine of course ni kutoa sumu, tunataja ile sumu mbalimbali zinginezo. Hii ni kwa simplifying tu figo kazi yake ni nini. Naam, sasa Sheikh, kiungo hiki tunavyojua ni muhimu sana vile ulivyoelezea. Naam. Sasa kiungo hiki huwa kinapata maradhi? Lazima, taban. Lazima. Na signs gani inaonyesha kuwa hiki kiungo kina maradhi? Yani mtu anaweza jua mimi saa hii niko na shida.
Swala muhimu sana, swala zuri sana. Kabla kujibu swala lako hivyo, labda tuzungumzie, je, kuna aina ngapi kuumia figo? Inaweza kuumia aina gani? Aina ngapi? Figo yaumia sana inaumia sana kama inaitwa chronic kidney disease. Katika matatizo ya figo sana ni chronic kidney disease. Nini? Ni figo ambayo imeumia zaidi ya miezi mitatu. Wengi utaona ni wenye shida ya figo ni chronic kidney disease. Tutaeleza sababu za kuumiza figo nini, lakini ni kategoria yake. Yaani figo limeumia kwa zaidi ya miezi mitatu. Namba 2 yake inakuja sana ulimwenguni ni DGA ya figo, kidney stones. Kidney stones ambao sana kwetu tuko sana kutoka hapa kwetu. Hatuni maji ya kutosha, subhanallah. Vitamin D juu tuliogopa, vitamin D hakuna, na ulaji wetu ni mbaya. Kwa hivyo kidney stones shida ya pili. Ya tatu more common, 3 common things. Tatu ni acute kidney injury, yani figo inaumia within hours mpaka less than 3 months. Acute kidney injury is number 3. Type ya kuumiza, aina ya kuumiza figo. Hii chronic inategemea kwa stage gani, siko stage yake, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage mwisho 5 ndio mbaya kabisa, end stage kuisha hiyo. Unaona? AKI pia acute kidney injury iko stage yake, stage 1, stage 2, stage 3. Kulingana ilivyo, daktari ataitibu kulingana vile ilivyo stage yake na kutafuta sababu zake na kuitatua. Hizo ni category simple. Otherwise kuna wengine wanapata vibofu kwenye figo, cystic disease, wengine ni zile vichungio wenyewe. Kuna magonjwa fulani ambao zinaathiri vile vichungio wenyewe. Si kwa kwamba una pre au shida yote nyingine, magonjwa fulani ambayo yaathiri vichungio. Kwa mfano tunaziita autoimmune diseases, whereby mwili wako, unajua kawaida mwili kama nchi. Kuna transport system, clearing system, energy system, defense system, iko ulinzi iko. Sasa ile ulinzi, kuna ugonjwa mwingine ambao ulinzi wa mwili wako hautambui huu mwili ni wako. Wakiona zile cells chembechembe za uhai, kiungo chochote wafikiri husi wako, waipiga. Wala ni adui imevamiwa. Maadui amevamia hii kiungo cha waipiga kile. Kama magonjwa kama SLE, systemic lupus erythematosus, SLE, nyingine rheumatoid, ziko mbali. Zeta connective tissue disease. Hizi ni nyingine chini huko za kuumiza. Of course wengine ni infections kama kwa watoto sana ito glomerulonephritis, ile ambao wanapata sore kila mara, tonsils kila mara. Kuna aina ya njia inaathiri ile vichungio ito glomerulonephritis ambao inakuja sana kwa watoto. Inaathiri sababu hii kupata infection kila mara za tonsils zile. So kifupi ni aina hizo. Kuzungumzia chronic kidney disease ambao ndio the most, kabla hajaniambia chronic kidney disease, ili tufahamu umuhimu wake, hii sehemu moja tu ile ya kwanza tu ambayo ndio common type ya kuumia figo. Tukiangalia katika ulimwengu mzima mwaka 2017, about how many 6 years ago, akasema iliyopita hivi 9 years ago. Oh, 9 years ago 17. 9 years ago pole, afwan. Wakati ule 2017 ilikuwako watu 850 million wana CKD, yani 11.1%. CKD, chronic kidney disease wana hiyo. Shaona? Na wakati huo 2017 hawa CKD wale shida huu chronic kidney disease ni 850 million, wenye ugonjwa wa kisukari 422 million, yani double. Wenye ugonjwa wa kansa pia kwa ni 42 million, 20 times more. And hii disease iko 20 times more than cancer at that time, na sasa zaidi. Na iko pia 20 times more than HIV AIDS ambao tunajua sisi. Tutaogopa na napenda AIDS. Kitaogopa HIV AIDS, ogopa cancer, sio ogopa cancer. Ni sawa, magonjwa ambao ni hakuna magonjwa mazuri anyway. Lakini CKD iko mara 20 zaidi kuliko cancer ulimwenguni. 2017 time. Lakini watu wangapi wajua habari ya kifigo? Wachache watu cancer. Kama hujajua cancer. HIV AIDS, watu tunajua HIV. Sukari, watu tunajua, lakini figo, ugonjwa figo. Kwa hivyo ni muhimu sisi kutahamasishana, kujuana bwana kuna ugonjwa huu ambao uko kimya kwa kimya. Kwa nini sema kimya kwa kimya? Kurudi kwa swala lako wewe ulosema. Kwa sababu ugonjwa wa figo is a silent disease. Ni ugonjwa ambao uko kimya,
na hujui chochote kuendelea nayo. Wewe watembea hujui. Kama ugonjwa wa pressure, silent killer, hypertension to silent killer. Kwa sababu gani? Uko kimya na hujui pressure iko juu na kuumiza, hujui wewe. Na sasa figo ni hivyo hivyo. Kimya. Ukijua kitahamali ni baadaye. Sasa basi ndio umuhimu sisi tuizungumzia swala kama hili, tushafahamu utendakazi wake na umuhimu wake, kiungo hichi tukichunge vizuri. Inatarajiwa hivi ninavyokwenda wakati ule 1990 katika watu katika sababu za magonjwa ambayo yaleta kifo ya kifo, Allah anataka kifo, sababu zinatumika Allah anatumia, hizo namba 1990. 2019 ika improve number 11. By 2040 itakuwa number 5 in the world. Yani inazidi kuja kwa sababu ya watu kupoteza maisha yao kwa sababu hii chronic kidney disease. Ndio leo kwa ni muhimu wa kuzungumza jambo kama hivi tunavyofanya sisi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sasa basi kuna dalili zote za figo mwanzo kumia? Hakuna hata moja hutojua. Lakini ikishaendelea kumia, sasa kuna dalili zingine utajua. Jambo la kwanza, ujisikia choka. Sisi haji in that order, yani katika dalili tunastadi tu kwa hesabu. Sikuwa tukuja hii mwanzo afu hii yani kuchoka. Usikatoa choka, mimi nachoka tu usiku kama zamani bwana. Waweza kusema ngana swala zito sema ni uzeo. Hebu pima. Kuchoka wakati wowote ama usiku ama asubuhi. Usikonchoka tu. Waweza kwa usiku unafanya kazi zaidi, lakini zamani unafanya kazi na usichoke pia hata usiku. Lakini siku unasikia kuchoka. Shona. Nyingine kuchafua na roho na kutapika. Usikachafua na roho sasa kutapika tu. Hiyo kwa dalili figo inaumia. Mbali kwa ni sababu za kuvinya kutapika, za kwa sababu kuumiza figo kwenye AKI. Lakini pia kama huna sababu yote usikachafua na roho, hebu kaangalia figo zako zikoje. Kwa hii si kawaida yangu. Ushaona? Nyingine ni ambao sisi tunapiga sana ni kwamba kufura mwili, miguu au kufura miguu. Hii ndo bwana mgongo amfura. Mbona mgongo ya? Fura, lakini hapo ni tayari huko. Ndio tuko stage mbele. Ushaanza kuumia. Shaona? Tabani kuna ile AKI ambayo ikiwa haraka acute injury unaona inafura haraka kabla ya kisikedi, lakini muhimu iangalie figo yako tena imeumia. Nyingine utasikia muscle pull, cramps. Shikwa hapa kwenye miguu cramps, yani kushikwa mpindo hivi. Vipi tena? Ghafla tu. Time yoyote. Hata yote mbona mimi yangu anashika hivi. Angalia kwa sababu gani? Either maji control ya shida yako ama calcium. Shona na figo ndio ni hapo. Nyingine ni kauka mwili na kusikia kujikuna, itching. Skin kwa kavu na sasa kwa shasha. Si allergy, of course kuna kazi zingine, lakini tahamali pia hakuna family allergy kwenye familia yenu. Wala huna sio ya pumu wala sinus kila mara kwenu. Ukijikuna kwa mbona msikuizi na kwa hivi. Hizo tahadhari, chunga kaangalia figo yako. Nyingine ni appetite. Appetite impotea tu. Sikia mnakula mimi. Tuko pamoja? Yapotea appetite. Alafu nyingine ni taste ya mdomo mbadilika. Metallic taste. Ladha si mbona. Maana yani usikia uchungu. Uchungu sivyo vile akasema vipi? Of course yako mambo mengi, lakini figo ni moja wapo hapa kwa hii uifikirie. Nyingine ni kwenda kukojoa kila mara. Haswa usiku. Kama sikawaida kukojoa usiku wewe, kama unakojoa usiku zaidi kwa mchana, kuna kitu chaanza hapa. Si kawaida yangu hii. Sheikh, hapo nataka usimame kidogo. Kukojoa sana usiku. Kwa wake kwa wanaume wote. Na baada ya kunywa maji mengi ama baada ya kula chakula kizito? Sana chakula si sana kuathiri ni maji mengi. Kama maji mengi kawaida utakojoa sana. Lakini sio una maji mengi kila siku. Na si kawaida. Si kawaida yako. Unaona kama mara ngapi ukiinuka hivi? Zaidi ya mara, kawaida mara 2 ni sawa. Zaidi ya mara 2 kuna swali. Kuna swali hapo angalie. Ila kasuka baridi kama mvua vile baridi ile utaona unakojoa. Sana mara 2, 2 times ukifanya sana 3. Lakini kwa sababu waamka tu kuna tatizo. Na hujakunywa maji mengi. Hujakunywa maji mengi. Na la mwisho ambao katika dalili ya figo ni confusion. Ama kushindwa kuconcentrate. Wana mara confused, ushauri tena fahamu haziko sawa. Mara wazi concentrate kidogo ushachoka wewe. Kwa sababu gani hiyo? Hiyo acidity imepanda labda kwenye mwili wako. Hizo katika dalili ambazo, lakini wakati huo jua kumbuka wewe ushafika
umeumia sana, ama yani acute, wengine hata usingo papatika upata kama kifafa, kama kifafa na kifafa ni figo limeumia. Kwa sababu gani? Kama uelezea, figo ina control chumvi, sodium, potassium, hizi zikitoka tu balance pia zinataka kama kifafa, na kitu tumefahamu kwa hivyo. Na kwa sababu hiyo basi utaona sasa ugonjwa wa figo ni hatari, kwa sababu ni mkimya, na baadhi na dalili uko hali mbaya. Ni muhimu kuweza kufuatilia na kuchunguza kila baada ya muda fulani. Kwa sababu hiyo kama tujue basi vitu gani valeta shida ya figo, ama sivyo? Naam. Kwa swali lako kuniuliza, yani pole niliuliza swali mimi nikatoka nikaenda huku. Ani wewe umejibu sawa sawa. Sasa je, maradhi kama diabetes, kisukari, maradhi kama pressure, je, yanachangia mtu bila shaka kupata maradhi ya figo? Bila shaka, swala zuri na comment nzuri sana. Ulimwengu mzima number 1 ya kwanza kabisa ambayo yaathiri figo ni ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari, diabetes. Hatusema ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa kisukari ndio diabetes Hile ndio number 1 ulimwengu mzima kuathiri figo, na hasa ile kutodhibiti vizuri. Lakini number 2 ni pressure. Number 2 ni pressure. Ni pressure. Pressure, in fact hapa kwetu naona sengine hata kwa mimi kiangalia kwa sente zangu nyingi pressure ndio zaidi kushinda sukari, ugonjwa wa sukari. Na pressure ni silent killer pia. Kimya ya kugonga tu. Na watu wengi tunadharau, bwana hii kawaida, pressure yangu kawaida hii. Mimi ana 60, hiyo nzuri, zamani yangu 200, yangu 60 yangu sawa mimi. Sivyo hivyo. Ugonjwa sukari, yangu 12, 13, hiyo yangu afika 20 bwana. Sio na hizo 12 hii nzuri. Nzuri hivyo. Na tuna shida hiyo sisi mara nyingi, kwa sisi tuna madaktari wengi wa nyumbani waliosoma University of nyumbani, home universities. Utasikia kwambia bwana hata hazina makaratasi. Hazina makaratasi. Lakini wakwambia bwana hapana. Hiyo bwana si chochote wewe, wenzako wale mbaya bwana, yako si kitu hii. Mimi si jambo. Naambia bwana pressure yangu, hii daktari, hivi niko sawa mimi. Mimi naambia utu uzima hivi, ama hii ndio uko wetu, hii kwa kwetu sisi ndio sawa. Hakuna kitu kama hicho. Sasa shida sukari, ugonjwa wa pressure, hizo namba 90%, asilimia 90 ina za figo kuumia ni magonjwa haya mawili. Na haya mawili kuna ugonjwa mwingine ambao umeleta haya sasa kwenye maili haya. Nini? Unene, obesity. Mwili kwa mkubwa kuliko ulivyo kaniwa. Obesity imeongeza sasa ugonjwa wa kisukari zaidi na ugonjwa wa pressure zaidi. Na ugonjwa wa figo. Sasa tabani ni za figo. Sasa sivyo tu, mbali ya sukari na ugonjwa wa pressure, tunaanza kuzungumza bado ugonjwa wa unene, obesity. Pia inadisha figo kidney stone zaidi. Hiyo mkando hata mangenge. Hiyo shida kubwa sana, na siku yetu mashallah alhamdulillah. Ukiwewe mtoto wako umemuozesha kama bado hajaongeza kilo, sema mke wake hamwangalia. Sasa mama zetu anadhiki hiyo. Angalia, mwangalie mtoto wake vipi, mume wake ampendi. Huko mpaka abadilike mashallah. Unaona anjaza ndio tunaangalia vizuri. Sio maana ni hivyo. Tutazungumzia siku nyingine bara shida ya obesity pia. Lakini hizo katika sababu kuja hasa huku kwetu. Na pia vyakula vyetu tunajua vyakula vyetu vilivyo vile mashallah. Bila kupata mazi vizuri hivi. Mapochopocho yale maanjumata sema wenyewe sio? Ala kulli hal. Kwa hivyo figo ziko hivyo, na kama sema chronic stage iko stage 1, 2, 3 mpaka mwisho. Kifika mwisho end stage ndio uko hapo figo inafanya less than 10%, mpaka ndio end stage ile. Na hapo ndio masafu samba baadaye tutazungumza habari ya kufanya dialysis ama mambo ya tutafika huko. Sasa shekhe, haya maradhi yanashika mtu wa umri wowote, hata watoto, ama kuna umri fulani ndio sana yanavamia haya maradhi? La.
Umri hauna umri fulani, na hasa vile siku hizi watoto pia nao kuna kama sema nilieleza je siku ile masala ile parasotra infection mara common cause ni hiyo, na kuna virus infection fulani zikija pia za figo kwa watoto. Lakini of course wanaume watu kubwa pia si ati umri miaka 60 ufike ndio pale figo kumia, hata ukiwa mdogo. Maana siku hizi hata ugonjwa pressure, zamani tulikuwa tunasema mpaka umri fulani, watoto miaka 20 ugonjwa wa kisukari, watoto miaka 2-3 ugonjwa wa kisukari wanao. Cancer zile kwa mfano pia ziko hivyo. Tunaona mambo yamebadilika. Siko mpaka umri fulani ufike ndio upate shida ya figo. Kwa hata watoto nawashika. Hata watoto washika figo. Hako pediatric specialist, kidney specialist, na tunashukuru tu hapa ndugu yetu mmoja ambaye ni specialist wa figo wa watoto. Dr. Ahmed Tahir kwa Aga Khan pale hospital Mombasa. Yeye ndio the only one tunaye Mombasa, specialist wa figo, shida ya figo wa watoto. Is the only one. Wengine wengi sote ni watu wazima. Of course watu wazima tuko wengi zaidi wagonjwa hao kuliko watoto, lakini ina affect kila mtu yote, hasa ugonjwa wa kisukari, type 1 diabetes. Diabetes kutoka udogoni ile ni katika sababu moja kubwa ya kuathiri kwa watoto figo zao, hasa watoto. Baki si rahisi wa control. Omba mtoto usile chakula hii, dunga sindano on time hii, si rahisi. Na watu wengi hawa survive. Chona ndio bado tuone shida za figo hivyo, lakini otherwise na survive. Figo zile zinaumia. Mimi nao na gonjwa kadha kutoka udogoni wanatumia insulin type 1 ile, na wana figo zao zinasumbua. Sasa kazi yangu mimi nijaribu kuzuia ile figo stabilize, isi move. Kumbuka ninatoka stage 1, 2, 3, 4. Nasema mimi kazi moja ya daktari wa figo ni kuzuia ile figo ikae pale ama improve. Fanya kazi yake. Ikiwa ni acute inaweza kuna hope ya kurudisha. Shona. Ikiwa ni chronic kuna stage hii kwa kupunguza stage kaka pale ama ukaimprove ka stage ya juu ukaipunguza iko alhamdulillah. Bora ufanye uchunguzi vizuri, usio na sio daktari ambaye nasema hivyo mimi, daktari mzuri wa figo sio yule ambaye haraka atakufanya dialysis. Mbali kwa dialysis ni muhimu na sipendi watu waogope. Mbona dialysis? Tutakuja kwa swala la dialysis. Lakini ni ambaye yule hata kafanya dialysis sababu ya figo kuumia nini? Je, tuweza kulisaidia kulisave kulinusuru ile figo lingalao likangalika hapo nzidi kwa baya zaidi kufanya kazi kwake ama aliimprove? Hiyo ndio daktari mzuri wa figo. Na je, watu ambao wako active, mfano watu wa michezo, sports, very active. Je, pia wanaweza kupatikana na maradhi kama haya? Inawezekana. Sasa hapa tuangalie kitu ambaye prevention. Shona. Ukiwa active ni uzuri. Ni kata moja sababu nzuri ya kuweka afya yako. Kumbuka ukiwa activity kwa nzuri, moyo afya yako vizuri, pressure control vizuri. Na hizi kwa kuzo sukari ya control vizuri au nyongo ya sukari pia. Na mwili wako ya control vizuri. Shona, mwili wako efficient, unafanya kazi vizuri. Kwa hivyo hausi rahisi kupata ila ikiwa mtu labda hanwi maji ya kutosha. Ila mtu baadaye badala ya kunywa maji ana soda kwa mfano. Fanya hivyo ni rahisi kupata vijiwe vya figo ambavyo waumiza figo yako. Alafu tuko pamoja, lakini otherwise physically fit ni uzuri, ni muhimu. Nataka kidogo tuangalie labda sijui vipi vitu gani ambao vinaweza kusaidia ku prevent hiyo figo, waweza kuzuia figo visije au toke mwisho hiyo. Sawa. Prevention tuendelee. Okay. Jambo muhimu unalosema swala hiyo mbaya, exercise ni moja katika ndia nzuri ya kuzuia ugonjwa wa figo. Kan boleza kwa njia gani? Njia nyingine ni kula vyakula lishe bora. Kula lishe, hiyo kwa tafuta lishe, nutrition lishe. Shona, lishe bora. Lishe bora si kwa kwamba unkula mkate kuna hivi, ni chakula ambacho kina manufaa kwa mwili wako. Kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, katika matayibat lishe bora. Kama matobosha sijui lishe bora sijui haya, lakini chakula ambacho ni afya kwako wewe. Kama wewe unagonjwa sukari, chakula kilo cha ambacho kuna hicho ndio lishe bora kwako wewe. Wewe unagonjwa pressure, ni hiyo ndio chakula chako bora. Na hata mwanadamu wote atakana ale chakula. Mimi huambia watu, Mwenyezi Mungu akitakupa kukupenda hukupa ugonjwa wa kisukari saa nyingine. Vipi? Kile chakula unakula ugonjwa wa kisukari ndio chakula atakao kila mwanadamu ale vile.
nusu mboga, robo lishe bora hiyo. Chakula unaona unakula vizuri. Kwa hivyo chakula vizuri ili upate kudhibiti sukari yako, udhibiti chumvi yako, maji ya kutosha, of course tuseme hayo. Nyingine maji ya kutosha muhimu. Kuna maji ni muhimu sana. Na kama lita ngapi hivi? Tunasema wanawake lita 2.5, yani kama glasi 10 hivi. Na wanaume lita 3 kama glasi 12. Kwa mpigo? Kwa siku nzima, masaa 24. Kwa mpigo ukijaribu si rahisi kuingia. Kwa hiyo 24 saa. 24 saa, masaa 24. Una maji ya kutosha hivyo. Na vitu kama soda si nzuri. Juice kama toka kwa hiyo si nzuri hizi. Hasa hizi preserve juice na nini pia si nzuri. Japokuwa pole. Lakini si nzuri vile. Unaona? Kwa hivyo hiyo lishe bora ni muhimu sana. Na of course lishe bora inaingia katika control weight yako. Sasa hapo umebari mazoezi. Shona mahamali wanavokula kile mashallah wala vizuri, lakini mbona wako sawa? Sababu kazi wanafanya kile chakula kinachomwa vizuri. Shona kinatumiwa vizuri, basi inakuwa sawa. Kitu kingine ambacho ni muhimu ni control pressure yako. Dhibiti pressure yako. Ni muhimu mwanadamu aende kapime pressure yake. Angalau mara moja kwa mwaka. Kaangalia pressure yako. Na siku hizi mashallah zinapatikana hata nyumbani. Untulia mpumziko, pime pressure yako, pressure kukontrol vizuri. Kama hasa kwenye family kuna shida ya pressure, hakika namba yako shida ya pressure, dhibiti pressure yako. Muone daktari wako, pima unavyoambiwa, control pressure yako. Nyingine kama unasema ni unene. Kama ni mzito, tafuta njia kupunguza. Unaona? Na sana kula vizuri vitamtamu vinasumbua. Na tumetaja bari ya maji na sigara. Uraibu kwa ujumla, sigara, miraa, yote, pombe. Zote hizo zote zinadhuru kabisa. Hiyo ni maudhu mengineo tutaenda kabisa wengineo. Lakini zote Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposimamisha hizo ajua kwa nini amefanya haramisha na mambo kama fulani haya. Kwa sababu atupenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maumwili tu anaomba aujue uko vipi. Sasa leo hujajua kwa lakini bana kidogo tu hivi kila aliharamisha ni khair kwa kweli. Wala walfahamu wala ufahamu, na hiyo ni neema wa Uislamu. Neema wa Uislamu, kujua Muislamu kama Muislamu haswa umekuwa Muislamu kwa kutagua Uislamu, sio kwa kuzaliwa. Utashukuru Mwenyezi Mungu na utafuata vile na utajilinda wewe kwa mengi. Mmoja wao ngisema muhimu ala bidhikrillah tatma'innu alqulub. Stress katika shida moja kubwa sana ya kuongeza unene. Stress ya control kuleta pressure, stress kupanda cancer, stress upande wa ugonjwa wa kisukari. Stress. Lakini Mwenyezi Mungu ala bidhikrillah tatma'innu alqulub. Unajua angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala ana control kila kitu. Sikuwa maana ukae upakata mikono, lakini litakapotoka mambo atakuwa vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyo. Sasa unakuwa kama ala bidhikrillah tatma'innu alqulub, toka mara 5 enda kuswali kwa uchache angalau. Wakati ule watuliza, sema tuweza ile dunia mbele kidogo, punguza stress. Japokuwa watu ile tukisali ile inna salatan hafasha al-munkar, na ile swala ile inshallah ngojalia katika kuswali namna hii. Kitu kingine ambao ni inaleta shida kama kulinda ni usinunue dawa tu kwa chemist. Na mwaibe hebu lete dawa fulani. Hasa dawa za maumivu. Painkillers. Za uwa figo. Kabisa. Hizo kana dawa za maliza figo kabisa. Kama diclofenac, Ponstan, Indocida, aceclofenac, mbali NSAIDs. Na haifai kutumia zile hata kama umwa muda kidogo alafu wachilie. Yani sio ni kawaida yako. Sio kawaida yako. Mara moja ile. Na kama umwa zaidi nenda kwa daktari onekane. Maana infection ndio kuna infection inaweza kumza figo pia. Kwa sababu moja ya figo kuumia acutely ni infections. Chona, diarrhea, kuharisha, kolera, au kuendesha hivi. Ungua maji, figo zaumia. Chukua pamoja pia ukiwa mgonjwa vile, kama una ugonjwa wa pressure na ukaanza kwa mgonjwa, nenda kwa daktari, usijitibu mwenyewe. Kwa tena naendesha hivi. Kwa dawa fulani za pressure utasimamishwe wakati unaendesha wewe. Ama usifanye hivyo badala kulinda figo sasa. Yaua. Sasa. Na shona mara kadhaa hivyo watu. Anakaa mtu dawa zake za pressure, haendi kwa daktari wa pressure. Ampara shida tumbo la mpeleka, yana habari. Atuna dawa zake vile.
ile dawa anayotumia sasa ikamdhuru. Lao angepatikana wakati ule kwa daktari ambaye ajua kazi yake, angesave zile figo zake. Lao. Lakini sasa ba sijui mambo hali yetu, dharau. Koroga hii tu kunywa, ama nenda kwa fulani pale na hivi. Nenda ukiwa una ugonjwa pressure, ugonjwa wa kisukari, mambo kama haya, tafadhalini ukigonjeka usiende kwa daktari. Unaenda kwa daktari wa level nyingine ajue, kama at least physician kwa uchache. Sawa? Kwa physician. Na madawa ya kienyeji Sheikh. Madawa ya kienyeji nayo yana mitihani yake. Mfano mkilifi, mtu anachemsha, anakunywa kwa wingi, je, anadhuru figo? Wallahi hakuna, sijaona utafiti fulani unaona hivi, lakini sisemi kwa mahaba zote zinadhuru. Lakini kama kitu hakijachangia, hakija sababu moja, pia zingine unafigo ni kutumia herbs fulani ambazo hazijulikani. Unajua dawa fulani kwa nzuri, mtu fulani ukichemsha ni mzuri kwa fulani. Kama niliona hivi kwenye YouTube pale, niliona au TikTok au YouTube, niliona daktari mmoja yuko pale Mombasa pale, ajiita daktari, sijui kama daktari, asema daktari na dawa ya kutibu figo, anatumia habari fulani. Wallahi sijui vile utafiti wake uliofanywa wala nini, lakini kidaktari sisi kwa mitishamba fulani itakuwa na dawa nzuri kweli kwa figo kweli, lakini ikawa haikubaliwi ile compound yake kutengenezwa. Kwa sababu gani? Ina side effect nyingine, imefanya uchunguzi. Sasa wewe itakuwa nzuri sana kwa sasa ugonjwa wa kisukari siku kadhaa, papa sukari imetulia vizuri, lakini imeonekana mbaya kwa maini, mbaya ikakataliwa. Sasa paka utafiti ufanywe, uchunguzi ufanywe, watu kutumia dawa wiki moja, wiki mbili, mwezi mmoja, ama ukasema sasa hii yafanya kazi vizuri sana, inafanya kazi kwa hii, je kwa wengine hivi. Na pili, hiyo figo lako ulivyosema ndio umelitibu, subhanallah, lilikuwaje? Nini liumiza figo mwanzo? Kwa hivyo kabla kutatua figo mpaka mwanzo ulifanya uchunguzi, sio sababu gani linomiana, kitu gani asaidia, na ile unatumia haileti madhara mengine. Tuko pamoja? Kumbuka siku moja kutaja pale, ngoja shida faida ya figo kazi yake ni kucontrol sukari. Unajua figo ina control sukari pia. Subhanallah. Sukari control na figo. Pressure control na figo, maji control na figo, chumvi control na figo. Kiungo muhimu sana control na figo. Na Sheikh, maradhi haya ya figo can it be treated completely bila, kabla hujafika kwa dialysis? Yani unaweza pata mtu ukamtibu, alikuwa hali taabani, kumtumia madawa mpaka akapona, kwa hatumii tena madawa na figo zake zikawa ziko sawa bila kwenda kwa dialysis. Yako hivyo. Inategemea sababu ya figo. Figo iliyomiza, nikasema uchunguzi figo imeumizwa na kitu gani. Mwanzo ni chronic, ni kategori gani, kutoka group gani, fungu gani. Lile la chronic zaidi ya miezi 3 limomia, ambao kuna uchunguzi fulani hatu kama hao sana, ndio ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa pressure, ugonjwa wa moyo. Mtu ambaye ana family history ya hiyo sukari, pressure ya moyo ama figo, unene, sukari, unywaji wa sigara, na mwenye umri miaka 60, hao they should be available. Na HIV, watu wenye cancer, hao lazima uangalie haraka sana na wachunguzwa. Ushona wazile for check up zao every 3 months, every 6 months, kwa uchache mwaka. Ushona wao chekiwe. Sasa basi, ikiwa ni figo ni sukari yaumiza, ngoja na figo yese inaumiza na sukari, iko grade hii. Jambo la kwanza uta control ile sukari yake. Bila kucontrol sukari yake figo zitakumia. La pili, ziko dawa ambazo zitakusaidia control sukari na zasaidia ile figo kuimprove, ama kwa pale pale ama ku recover kulingana na grade yake. Uzo recover fully kwa out, ama ikawa ukaizuia ikabaki grade pale pale. Usipodhibiti ile sukari yake, basi utaona hutashindwa kuirudisha ile. Si hivyo shida ya pressure, hivyo shida ya moyo. Moyo, kwa nini moyo kuathiri figo vipi? Ile pumping ya moyo iko dhaifu, haifiki ya kutosha kwa figo, damu haifiki ya kutosha, figo inaumia. Ushafahamu? Damu nyingi haifiki pale, ufika pale, nyingi baki kwenye mwili, sumu za baki ndani. Tuko pamoja? Maji yaja, pressure yapanda. Tuko pamoja? Sasa utabidi control ya moyo wako huko. Sasa sisi tunafanya kazi na wagonjwa wa sukari, wagonjwa wa moyo, tufanya kazi pamoja na wao. Tuambie bwana, tutumie dawa hii. Epokuwa dawa hii ni nzuri kwa moyo, lakini kwa figo hatukubali.
itadhuru, toa hii. Ugonjwa wa sukari hii yafaa, hii haifai, toa. Kafanya kazi, toa. Saa nyingine wewe unagonjwa nenda una sukari, nenda kwa daktari wa figo, au figo nenda kwa daktari wa sukari. Si kwa kwamba tutatenga senti, hapana. Kila mmoja ana fani yake na ana field yake, shona elimu yake. Yule sio usione sisi madaktari ngana watasikiza penda senti tu. Kwa daktari hivi, si daktari angetibu yote ala. Si kwa tafadhalini tuondoe ile, sio kwamba tunataka upate matibabu bora kabisa. Tuko pamoja. Ni wakati gani mgonjwa anahitaji dialysis ama anahitaji transplant? Maana mambo ni mengi tunataka tuzungumze kuhusu hii na muda ni mchache. Sasa ni wakati gani Dr. Ibrahim unamwambia huyu mtu sasa, shekhe, wewe ni lazima tukufanyie dialysis ama tukufanyie transplant? Na dialysis yenyewe ni kitu gani? Allahu musta'an. Yani topic ni ndefu nikasema. Naam. Ya kwanza, the rahisi ni transplant. Transplant ni yule mtu ambaye anapata figo mpya nyingine mwingine. Yule ambaye figo zake sasa hazifanyi kazi, zimekustaji ya mwisho kabisa. Zimekufa. Kabisa zimekufa. Zafanya kwa utenda kazi wake ni less than 10%, haifanyi kazi. Shona. Zote mbili. One minute, kama hiyo swala rahisi. Maringa naambiwa sasa figo iliumia yangu 1 2. Galia. Ngoja kwa swala moja. Leo matomanga? Mawili. Ukiwa mtongo, yani sikipo mtongo huwa ni kabisa total blind. Huwa you lost eyesight, hauna eyesight wewe. Mawili. Kwa hivyo figa yako kiziwi, husikii kabisa. Mawili. Kwa sababu moja likiumia kama una moja lazima fanya kazi, kama moja fanya kazi. Utakuwa na shida. Lakini figo kifeli kabisa, jua zote mbili. Na unajaba za kwingine HR mwingine siku ananiambia masi barua bwana, bondika barua. Ni figo moja, figo mbili. Mtu ataji dialysis figo moja, figo mbili. Figo zimeisha zote, hapo transplant. Ama dialysis kwa kifupi na time naenda. Dialysis ni kitu ambacho tukiogopa sana, lakini kitu ambacho ni muhimu sana. Si kila mtu ana figo zimeumia dialysis anahitajia. Dialysis kuna vitu fulani ambavyo inahitajika kufanya. Kifupi ya kwanza, mtu ambaye anakuja vile hali yake confusion. Fahamu haziko. Chona, hajifahamu, hajui yuko vipi. Hapo acid iko juu sana, sumu iko juu sana, huongojei. Huyo dialysis lazima, hakuna njia nyingine. Pili, yule ambaye mtu anajaa maji ya mfura. Unaona hivi kabisa, mtu hajui hivi. Unampa dawa, anajaa maji anakoja si vile anapotoa anajaa mengi. Na dialysis wewe. Watatu ambao ile pumzi ziko juu, pulmonary hypertension, ingia kwenye mapafu. Ingia kwenye mapafu. Yule dialysis lazima. Wa nne, yule ambaye potassium yake iko juu, nisema ile potassium, chunge potassium. Ikiwa 6 kwenda juu, huyo mtu hungojei dialysis. Mwanzo hiyo, usiwe maisha. 5, yule ambaye acid iko chini ya 7.3. Kama nasema acid sema 7.35 mpaka 7.25, 0.45. 3545. 0.35 mpaka 7.35 mpaka 7.45. That range. Ikiwa below hapa, hasa ikiwa below 7.2 ndio hatari kabisa hiyo, unaona? Hiyo hapo hungoje. You have to dialyze that patient. Ama mgonjwa utaweza kumpoteza yule mgonjwa pale. Wakati huo hungoje chochote. Na hapo ina save maisha ya mtu. Kusema hivyo, sikuwa maana sio kushaanza dialysis ndio basi خلاص waache. Nikasema daktari mzuri wa figo ni ambaye ataweza kuanza dialysis ikihitajika, lakini atafute sababu ya ile figo kuumia. Ni acute? Nini imeumia? Mpungua maji, tia maji. Rudisha ile figo, angalia. Dawa fulani, toa dawa fulani. Infection, tibu hii infection. Wewe ndio ile sababu ili kuipa chance ile figo kwende recover. Wakati ule unahitaji kusave sababu kwa Kiswahili kusave. Kuinusuru, kuokoa. Kuiokoa ile maisha yule mtu. Ukimwata vile huyo mtu anaenda. Of course Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio lakini tunajua ni kama mtu angonga damu mpeleke mbio. Ujaribu kumokoa, sio kwamba unaokoa, lakini hivyo pia kwa hali hizi ukimwacha yule mtu sitaka dialysis mwapenda sana dialysis, ndio maana utaona mtu kwa dialysis hakuna njia nyingine. Kikwambia dialysis daktari jua
Hapo kwa daktari anamcha Mola wake, najua kazi yake, jua fanya. Usicheleweshe. Na si kwamba utaendelea maisha. Utatoka muda mwingine kuna ambao kwa dialysis. Unajua swali la hivyo. Laja hapo kwa wasifu. Yaani waweza rudi kutoka kwa dialysis. Kuna kadhaa ambao wanafanya dialysis hasa acute. Figo likarudi wakawa sawa alhamdulillah. Lakini kuna hadhari sana mfuate close. Mtu achaumia dialysis figo before atapata chronic kidney disease. Na mufanye follow up closely. Kwa hivyo dialysis ni muhimu. Dialysis kwa maisha, lakini si kwa maana kila anaanza dialysis ataendelea dialysis maisha. Wale ambao figo zao kuisha, ukiangalia kuja kwangu mimi tayari kuisha kipima, kuna kipima pale, kuna damu, ndio moja tuangalie vipi kupima damu, mkojo, picha, vitu vitatu hivyo lazima pimwe. Shona kulingana hivyo utajua wewe uko figo yako umeme kiasi gani na kwa daraja gani. Ikiwa ni kwa sexual hakuna ndio nyingine hapa, kwa bwana lazima ndio, lakini si lazima kila mtu iwe ni kila ni ataendelea maisha. Naam. Na Sheikh Daktari, ni test gani ambayo ya rahisi mtu anaweza kwenda akafanya akajua bwana, hapa figo zangu lazima nikamuone Daktari Ibrahim anisaidia? Yaani ni tatu tu. Hivi mpaka kuhakikisha figo iko sawa, haiko figo, ni vitu vitatu tu, lazima angalie kwa pamoja zote. Na hiyo ndio zaamua wewe figo imeumia majaumia. Maana moja tu iko wrong, tayari figo yako haiko sawa. Moja ni mkojo, rahisi kabisa mkojo. Kuna kitu cha protein. Kaida ile protein haraka isiweko kwenye mkojo. Ikiwa kwenye mkojo protein, kuna swala figo imeanza kuathirika. Maana vichungio vile zakisipisha protein. Ikipita kwenye protein inafanya ile shimo vya filter vinakuwa vipana, inapoteza mambo. Unaona? Na kudhuru. Nyingine ni damu. Sasa damu, kama nilisema ile creatinine ni ya misuli, nikasema ile yatengenezwa kufanya haraka. Mwanzo nisema kufanya harakati ile yapimwa kwenye damu ya creatinine, iangaliwa. Pamoja na urea, creatinine iangaliwa. Ile creatinine kulingana nao yatoa kwenye hesabu kulingana na wewe mume ni mke, kilo zako, umri wako, yatoa kwenye hesabu za tupatia figo yako yafanya kazi kiasi gani. Ikiwa juu ama ikiwa chini? Ikiwa juu ni mbaya. Si juu lakini si figo sipi yake mpaka tu kwenye ile formula. Iangalie figo yako yafanya kazi kiasi gani. Je, figo kawaida itakayechuje mililita 90 to 120 kila dakika. Ukishiriki kwenye formula ukitia hiyo ikifikia hivyo. Ikiwa chini ya hapo baina 69 ishaanza kuathirika. Mwisho chini kabisa inafanya less than 15 ndio grade ya mwisho, 15 mils kila dakika tu. Sasa hiyo daktari ambaye anajua ataitia hesabuni aifanye. Kwa sababu kitu niko sawa, lakini kwa ukiangalia kwa umri wako hiyo si sawa. Kwa mwili wako si sawa, kilo zako. Tuko pamoja Alafu nyingine ni picha. Hizo figo kiziangalia zikoje, size yake. Scan, ultrasound scan. Ultrasound scan. Yaangalia size ya figo. Ukoje, shida zake ziko vipi? Kuna kijiwe zimfura, zikufura, kuna block. Hizo pia zingine zina vibofu ndani yake, polycystic kidney disease. Zingine ni figo mbili zishikana hivi kama horseshoe. Nyingine ana moja tu. Moja nyingine kwa figo haiko hapa, iko hapa chini. Scan. Na pamoja hiyo angalia prostate. Kwa watu wazima wanaume zaidi ya miaka 40, prostate ni muhimu sana. Kwa prostate pia changia kwa sababu kuumiza figo kwa cause blockage ya mkojo. So pia prostate iangaliwe. Alafu hiyo picha iangaliwe, upigwe picha kabla hujakojoa, alafu ukojoe, alafu rudi tena upigwe picha tena iangalie je mkojo atoka wote au kwa sababu kama mgonjwa wa kisukari, mkojo utoki wote, ubakia infection, figo laumia. Prostate kwa kubwa haitoi yote, figo laumia. Kwa picha hivyo vitu vitatu lazima vifanywe kwa kisha figo yako iko sawa na iko sawa. Mashaallah. Na kumalizia Sheikh, niko na point mbili tu tumalize. Naam. Ni njia gani rahisi ambayo mtu anaweza akafanya kusaidia figo zake? Njia rahisi, yani pengine point 2 3 tuambie. Hizo nilizitaja ile pale. Mwanzo kuna maji kwa wingi. Malizia yani. Ya kuna maji kwa wingi. Kutotumia dawa ovyo ovyo. Hata hizo alsa baadaye. Hizi omeprazole nini? Pia za mzafigo. Kutumia kwa muda mrefu za mzafigo yako. Lishe bora, mazoezi, weight management. Jona, punguza stress kwa maisha. Na nenda check up zako. Usidharau. Sasa mimi bado kijana. Na check up utakana baada ya muda gani? Angalau mara moja kama nitaja wale ambao kwenye family iko pressure na nini wale angalau mara moja kwa mwaka.
angalau hiyo figo sasa. Ujue figo hiyo, figo yako tutaweza kufanya mara moja kwa mwaka. Ikiwa hakuna story hiyo basi, lakini ni uzuri kama mwanadamu angalau mara moja kwa mwaka full check up. Sawa inshallah. Hiyo kwa kifupi inshallah. Na sigara, uraibu wote out. Haina faida. Haina kwa nauza. Lakini kwa kweli kuna faida yote. Sasa Dr. Ibrahim, unawaelezea nini watazamaji wetu finally advice about kidney health kwa ujumla? Okay. Angalia, shida ya figo ni silent epidemic. Yani ni janga ambao liko kimya, wengi hawajui, na ni ugonjwa kimya. Kwa hivyo tusiudharau, hasa kutaja kama hawa wale watu ambao wana historia kama hivi ama kwenye familia jambo kama hili ambao iko kwetu sote, tusidharau. Ni hatari zaidi na inamaliza mujtama mapema sana, na gharama yake ni kubwa usipoitatua kimbele. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Alhamdulillah, tulikuwa na Dr. Ibrahim. Yeye ni daktari bingwa specialist wa maradhi ya figo. Alhamdulillah, ametuelezea mengi, ijapokuwa ni mengi tunataka kujua zaidi kutoka kwake na muda ni mfupi, na inshallah tutamwalika tena na tena azidi kufundisha kuhusu kidney health kwa ujumla. Na yeye ako na kliniki yake, inshallah tutawapatia contact zake. Kama una maswali zaidi unaweza kumtembelea kwenye kliniki yake, na ni daktari ambao ana uzoefu mkubwa sana wa kutibu maradhi ya figo ama maradhi ya kidney. Kwa hayo machache, shukran wa jazakumullahu khair.